Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam imekubaliana na mapingamizi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu juu ya kupinga uhalali wa notisi ya ushahidi wa ziada wa ACP Amini Mahamba katika kesi ya uhaini inayomkabili Lissu, ambapo amesema notisi hiyo haikidhi sifa kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA. Ikumbuke kuwa jana Februari 23, 2026, kwa upande wa Jamhuri kupitia wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga alieleza mahakama juu ya notisi hiyo yenye ushahidi wa ziada wa ACP Mahamba, ambaye alikuwa kiongozi wa upelelezi wa matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 2025, na walifahamu juu ya ushahidi huo wakati wanamwandaa kuja kutoa ushahidi Februari 16, 2026. Akizungumza wakati wa kusoma uamuzi huo mdogo, Jaji Dastan Ndunguru amesema kuwa mahakama imezipitia hoja za Jamhuri ambazo walizijenga kupitia kifungu cha 308, 1, 2, 3, 4 na hoja za mapingamizi za Lissu ambazo alizijenga kupitia kifungu hicho, na mahakama imejiridhisha kwamba notisi hiyo haikidhi vigezo. Jaji Ndunguru amesema, tunaona kwamba kifungu hicho kinafungua mlango wa kuletwa ushahidi wa shahidi ambaye maelezo yake yalikuwa, lakini kwa bahati mbaya hayakusomwa wakati wa committee proceedings mwenendo kadhia, lakini hakifungui mlango wa kuleta ushahidi mpya ambao haukwepo au haukuletwa au ambao umepatikana baadaye wakati mwenendo kadhia ulishafanywa. Mahakama imefafanua kuwa kwa mujibu wa Jamhuri na records za mahakama ni kuwa shahidi ACP mahakama imeeleza maelezo yake yaliyosomwa kwenye mahakama ya ukabidhi Kisutu, na ushahidi ambao Jamhuri inataka kuongeza ni yaliyopatikana wakati na baada ya uchaguzi mkuu, hivyo haukidhi vigezo vya kifungu hicho cha 308 cha CPA. Mahakama inaenda mapumziko mafupi baada ya Jamhuri kuomba kutafakari maamuzi hayo madogo. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.